Natalia Robles, mwanamke tajiri wa tabaka la juu, ana maisha yanayoonekana kuwa ya kamilifu, ndoa yenye mafanikio ya miaka 20 na Adrian Cantu, biashara ya mali isiyohamishika inayostawi na maisha ya starehe pamoja na binti zake za ujana Regina na Fernanda. Hata hivyo, nyufa zinaanza kuonekana katika ulimwengu wake wa kamilifu. Katika hafla ya kijamii, Natalia anasikia minongono kuhusu biashara za giza za Adrian, lakini anazipuuza akimudu kabisa mumewe. Wakati huo huo, Adrian anakutana kwa siri na Veronica Alanis, rafiki yake wa karibu, anayemudu akiashiria usaliti wa kina zaidi. Mazungumzo yao yanafichua mpango wa Adrian wa kuiba pesa za wateja wa biashara yao ya mali isiyohamishika, na Veronica akiwa mshirika wake na kupita mji. Vicente Chente Ramirez, fundi wa magari anayefanya kazi kwa bidii kutoka kitongoji cha wafanyakazi, anapambana na changamoto zake za kibinafsi akiwa bado anasikitika na kifo cha hivi majuzi cha mkewe Lucia aliyeuawa wakati wa wizi wa benki wenye jeuri. Chente anamudu nguvu zake katika kumudu mtoto wake mdogo Jose Joaquin na kuweka duka lake la kutengeneza magari likiendeshwa mama mkwe wake Margarita Magos Dominguez. Anampa msaada wa kihisia, lakini anamwonjo kuhusu deni zinazoongezeka. Maisha ya Chente yanapata pigo lingine anapogundua kuwa mkopo aliochukua ulikuwa sehemu ya mpango wa ulaghai uliohusishwa na biashara za giza za Adrian na kuhatarisha duka lake na nyumba yake. Mvutano unaongezeka wakati ulimwengu wa Natalia unapoanza kuporomoka katika biashara ya mali isiyohamishika. Mteja aliyekasirika anamudu uso kwa uso kuhusu pesa zilizopotea, akishtumu kampuni kwa ulaghai akiwa amechanganyikana na ameshtuka. Natalia anajaribu kuwasiliana na Adrian lakini anapata simu yake imezimwa. Anakimbilia nyumbani ambapo Veronica anamudu akiwa na tabasamu la kujisifu. Katika wakati wa kuhuzunisha, Veronica anafichua uchumba wake na Adrian na kutangaza kwamba anamwacha Natalia kwa ajili yake baada ya kumudu akaunti zao za pamoja. Kabla Natalia hajashinda usaliti huo, Adrian anathibitisha ukweli akiondoka kwa baridi na Veronica na kumudu Natalia akiwa sambamba na hilo, Chente anakabiliwa na mgogoro wake wa kibinafsi. Majambazi yaliyotumwa na mkopeshaji wa riba wanadai malipo ya haraka, wakiharibu duka lake anaposhindwa kulipa. Akiwa amedua, Chente anaomba muda. Natalia sasa yuko peke yake na anakabiliwa na kufukuzwa. Anapakia sanduku na kuapa kumlinda binti zake, nguvu zake zikionekana kupitia maumivu yake.